halmashauri ya wilaya ya Namtumbo, nanyi mwakabidhi kituo cha afya cha Magazi. Naomba nitumie fursa hii kukukabidhi rasmi leo ufunguo huu, lakini naomba sana pia gari hili litunzwe na lifanye kazi yake iliyokusudiwa ya kuchukua wagonjwa wanapozidiwa kuwapeleka huko. Gari hii sio tena kupakia madumu ya mafuta au ipakie mizigo. Gari hii ni kwa ajili ya wagonjwa. Tunaamini itakaa muda mrefu sana, itatusaidia sisi watu wa huku. Sisi watu wa huku kwa kipindi kirefu tumekuwa tumepata shida sana kusafirisha wagonjwa. Wagonjwa walikuwa wanapakiwa mpaka kwenye matenga. Kwa hiyo leo tuna kituo cha afya, leo tuna gari hili. Tunaomba wasimamizi na kukabidhi rasmi. Hii inaonyesha dhahiri umaili wako wa uchapaji wa kazi na usimamizi wa upatikanaji wa vifaa tiba na dawa katika jimbo lako la Namtumbo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo hiki cha Magazi ni miongoni ya vituo 60 ambacho kimejengwa kwa kutumia takriban milioni 500, lakini kinapatikana umbali wa kilomita zaidi 230 kutoka makao makuu ya halmashauri. Kituo hiki kina umuhimu mkubwa kwa sababu kinaenda kuhudumia zaidi ya wateja 1360. Wateja hao wote ni wale ambao walikuwa aidha wanasumbuka, wanatembea kwa umbali mrefu ili kupata huduma za afya, na wengine walikuwa wanaenda hata halmashauri za karibu kama Tunduru. Kwa hiyo upatikanaji wa kituo hiki ni suluhu sasa kuwapunguzia hata wananchi wa hapa ambao wanaenda kupata huduma za dharura za upasuaji, hasa kwa kina mama wajawazito ambao wanashindwa kujifungua, na vile kupunguza vifo vya akina mama wajawazito lakini na watoto wachanga. Lakini hivi leo ni mafanikio makubwa kwa kituo hiki cha Magazi. Tumekuja kuwaletea gari nyingine, ambulance mpya ambayo uliahidi wewe mwenyewe siku ambayo ulikuja. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupongeze binafsi kwa sababu unaenda kwa moyo wako ambao unagusa wananchi wako wa Magazi. Nilikuwa na wewe wiki iliyopita, ukaniambia unakuja na Namtumbo kuleta gari, sikuamini. Leo yametimia, naomba nikupongeze sana. Kama kiongozi wa kisiasa na kama binadamu, lazima niseme mbele ya wananchi wako, wewe una moyo wa uzalendo. Wewe una moyo wa uzalendo. Hakuna asiyejua kwamba leo tuna miezi kama 2-3 ubunge wako utakoma. Hakuna asiyejua, si ndio jamani? Lakini hakuna asiyejua vurugu zilizoko kwenye wilaya hii juu ya nafasi hiyo. Hakuna asiyejua. Lakini wewe ushughulike na hizo vurugu, unaendelea kupiga kazi. Ndugu yangu, imani huzaa imani, na imani ya kweli iko kwenye vitendo. Wananchi hawa kazi unayofanya wanaiona. Endelea na moyo huo, wala usigurulike na watu wanaoleta vurugu kwenye wilaya hii. Wananchi hawa wanaona kazi unayofanya. Naitwa Januari Ambrose Jungu, maarufu hapa kijijini na kata kwa ujumla nafahamika jina Kaduda. Waandishi, nafurahi sana kwa ujio wenu, lakini pia namshukuru Mheshimiwa mbunge Vita Kawao kwa kutumia watu wa kata Magazi kulingana na jinsi tulivyopata shida. Wake zetu wamesafirishwa kwenye matenga, wamezalilika kufuata liko hospitali, lakini leo tumepata ambulance ambayo yenyewe itatusaidia hapa Magazi. Lakini Vita Kawao huyo tunamshukuru zaidi na zaidi kwamba ametusababishia sisi tupate kituo cha afya, na serikali yetu hii ya Mheshimiwa Dr. Suluhu Hassan Samia tunashukuru sana. Mungu awabariki hao, awarefushe maisha yao.
na tunaahidi watu wa magazini, Mheshimiwa Kawata amwacha, tunahakikisha 25 na kuendelea abaki mitano tena. Nashukuru kweli kwa kutuletea gari la kituo cha afya kwa ajili ya ubebezi wa wagonjwa waliozidiwa. Kweli kupitia mahoma ya magonjwa ya mlipuko kulikuwa kuna usumbufu sana. Kuchukua mgonjwa kwenye pikipiki hadi kufika Ndesa, yaani wengine waga walikuwa wanaishia njiani kurudisha misiba. Upande wa kina mama wajawazito, unabeba wajawazito hapa wangali na uchungu wa wanapofika njiani, wengine kulikuwa kunatokea madhara ya kuzalia njiani, wengine wanazalia majumbani kabla hawajatoka nyumbani. Wanapofika kituoni waende hospitali kubwa, walikuwa wanaenda nyumbani kujiandaa. Kwa hiyo kulikuwa una hatari za kuzalia majumbani ovyo, na matatizo hayo yalikuwepo. Tulipopata gari la kituo cha afya magazini kwa niaba ya wananchi, tunashukuru sana, na kwanza hatukutegemea kama tutakuwa tumepata gari kituo cha afya kwa upande wa kusaidia huduma za wananchi. Yaani mimi Sabiti Shaibu ni chifu wa magazini. Kwa hiyo shukrani yetu kubwa kutuletea gari ambayo tulikuwa tunachukua wagonjwa hapa kwenye matenga kupeleka Mbezi ndio wasalimike watu. Leo tulivyoliona gari tunasema uongo, kama ni kwenda Mbezi kutakuwa haraka. Madhaifu mangapi tu tumefika Mbezi. Kwa hiyo shukrani kubwa kwa mbunge wetu anatuletea kitu kama hiki, na sisi tutamuunga kwa vizuri kwa shindo kubwa. Kwa sababu nini? Hii mzigo ambazo sisi tulikuwa tunahudhuria kwa miaka yote mpaka tunafikia leo hali hii.